Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5, yani Highlands FM iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Vile vile unaweza kutupata na kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM ya 101.6 kule Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Kare na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo msikilizaji. Ni Jumanne nyingine ambapo leo tunaangazia hali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mji wa Uvira ambao kwa sasa wanajeshi wa serikali wameripotiwa kuingia na kushika doria. Hata hivyo, ripoti zimetokea kuhusu makovu ya vita, lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Ngendo Angela. Nampula, Msumbiji. Polisi wa Msumbiji wamelaumiwa kwa kuwaua kiholela wanakijiji 38 katika makabiliano kati ya maafisa usalama na wachimba migodi katika mkoa wa Mapula nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa taarifa hii na kusema polisi walitumia nguvu kupita kiasi wakati wa makabiliano yaliyotokea migodi ya Maraka na kisha kuenea kijiji cha karibu cha Loluti. Polisi wamekanusha idadi hiyo na kusema ni watu 7 pekee waliopoteza maisha, akiwemo polisi mmoja. Wanakijiji wa maeneo ya karibu na migodi wamekuwa wakilalamikia hatua ya serikali ya Msumbiji kutoa kandarasi kwa mashirika ya kimataifa kusimamia migodi hiyo, hatua ambayo imechochea vurugu kati ya wenyeji wanaopinga kandarasi hizo na maafisa wa usalama. Duru zinasema makabiliano yalianza pale kundi la sungusungu kutoka kijiji cha Moloto wakishirikiana na wafuasi wa chama cha upinzani kinachotetea eneo hilo kujitenga Anamola waliposhambulia kambi ya polisi inayolinda migodi na kutoweka na silaha. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametaka uchunguzi huru ufanyike, wakidai waathiriwa wengi walikuwa ni wanakijiji na wachimba migodi ambao hawakuwa na hatia yoyote. Tunasalia Msumbiji ambapo takriban raia 300,000 wameachwa bila makazi kufuatia mafuriko makubwa mkoa wa Gaza nchini humo. Taarifa zinasema 40% ya maeneo ya kusini mwa Afrika yameathirika na mafuriko makubwa ambapo mali ya mamilioni ya fedha imeharibiwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amefuta ziara yake nchini Uswizi kushughulikia hali ya sasa. Hali ya afya ya kiongozi maarufu wa upinzani Kizza Besigye imeendelea kuzorota, na hii ni kwa mujibu wa chama cha Bwana Besigye. Kiongozi huyu alipelekwa hospitalini usiku wa kuamkia leo mjini Kampala. Wafuasi wa Besigye wametaka daktari wake apate idhini kumshughulikia kiongozi huyo. Kizza Besigye amekuwa kiongozi mkuu wa upinzani kabla ya kujiondoa kuwania urais wa Uganda. Amekuwa kizuizini baada ya kushtakiwa kwa makosa uhaini. Amekanusha madai hayo na kusema amechochewa kisiasa. Matukio ya sasa yanajiri wakati Rais Yoweri Museveni ameshinda muhula mwingine kuiongoza Uganda, ambapo amesalia madarakani kwa zaidi ya miongo 4. Al-Fasher, Sudan. Mahakama ya Kimataifa Uhalifu wa Kivita ICC inasema kuwa na ushahidi dhidi ya uhalifu wa kivita na dhulma za binadamu katika eneo la Al-Fasher jimboni Darfur kwa Sudan. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imesema kuwa na ushahidi dhidi ya uhalifu wa kivita na dhulma za kibinadamu katika eneo la Al-Fasher, jimbo la Darfur nchini Sudan. ICC imesema ubakaji ulitumika kama silaha ya vita.
Naibu mwendesha mashtaka katika mahakama ya ICC Nazat Shamim Khan amesema amepata ushahidi kupitia kanda za video na sauti za watu pamoja na data iliyonakiliwa kupitia mitambo ya satellite. Bwana Khan ameongeza kwamba dhulma hizo zilitokea wakati mji wa Al-Fasher ulipotawaliwa na jeshi la wanamgambo la RSF. ICC imeongeza waathirika wengi walikuwa ni raia wenye asili ya Kiafrika ambao waliuawa, kuwekwa kizuizini na mateso, huku wengine wakibakwa na baadhi wakalazimishwa utumwa. Shukran sana Angela, na moja kwa moja tunaingia DRC ambapo wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripotiwa kuanza kushika doria katika mji wa Uvira uliotwaliwa kwa muda na wapiganaji wa M23. Kundi hilo lilitangaza kuondoka mji huo ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Wakati huo huo, kumekuwa na ripoti za uporaji mkubwa unaodaiwa kufanywa na magenge ya kihalifu na tuhuma dhidi ya makundi ya kizalendo. Wakazi wamelalamikia hali mbaya ya usalama wa mali zao, hali inayochochea wengi kuendelea kukimbilia mji huo. Mseke Dide ni mwanahabari wetu akiwa kule Beni. Uporaji huo ulioshuhudiwa mjini Uvira tangu kuondoka kwa M23 huku waacha watu kunyamaza kutokana na vitendo ambavyo hukata tamaa kwa maendeleo ya mji. Kwanza kabisa ni serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini iliyotaja M23 kupora mali ya umma kabla ya kuondoka kwao, mkiwemo vifaa vya kutengeneza lami kwa ajili ya miundombinu ya mji huo. Licha ya wahasi hao kutokusema lolote kuhusu tuhuma hizi. Uporaji ilifatana na wakati M23 ilikuwa hapa kwenye mji, walienda wanaporapora, walipora kwanza hii ya kutengeneza barabara, walienda wanaipora kule Kuporo, wakaenda wanabeba milango na manjanja, na kule kote kwenye meri walienda wanaporapora. Wakati sasa waliondoka M23, ndio population ikaenda wakafungua kwenye ofisi ya UCC, wakafungua kwenye ofisi ya 05 na wakaingia kwenye manyumba, ndio wakaenda wakapie manyumba. Kwa mujibu wa Bwana Kelvin Bwija, mratibu wa asasi za kiraia kitengo cha Susiko DRC, yeye kawataja wahusika wa uporaji kuwa miongoni mwa wafungwa walioachwa huru kabla ya kuondoka kwa M23 na ambao waendesha vitendo vya kikatili mkiwemo mauaji. Kuko watu wao ambao walikuwa mu prison central wakakuwa libere na wao wa M23, njo wanaendelea kukometre zile maakte za barbari, bwizi biko banakometre, kuua watu. Utafahamu kama leo mkomine 3, komine ya Kalundu, Kavivira na Mulongwe kumeogotewa pepre pia koro 10 za watu ambao wameuliwa usiku. Baadhi ya ile mili ambayo imeogotewa, wengi ni wa vijana walikuwa vize sana, na mwa ile utafahamu kama manyumba mingi zilikuwa vizite na wahalifu, na utafahamu kama watu wenye wameibiwa ni wa raia wa Uvira njo wameibiwa. Ile tunaendelea kukondane wa vijana wote waachane na ile mambo ya usalama mdogo. Katika hayo yote, kilichowavutia wengi baada ya kuondoka kwa waasi hao ni kauli za umoja wa maridhiano kwa yale makabila yaishio mjini Uvira. Kauli zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa wenye majina maarufu na ushawishi tosha, mfano mwanabunge mstaafu Bwana Justin Bitakwira. Kulitoka kikundi cha watu wa vijana, hatujui wametoka wapi, bali pia karibu mashirika zote za serikali na kwangu pia wameiba vyote na kubomoa nyumba, kutoa manjanja, tutajenga vingine. Sasa hivi FARDC na wazalendo wameingia Uvira kwa shangwe kubwa sana. Mseke Dide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Shukran sana Mseke Dide. Kusonga mbele, wachambuzi nchini Uganda wanasema mstakabali wa nchi hiyo utategemea jinsi rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni atakavyoachia madaraka. Hii ni baada ya Museveni aliyeongoza Uganda kwa takriban miaka 40 sasa akishinda uchaguzi kwa muhula mwingine. Mwanahabari Silvanus Karemera amezungumza na Akol Amazima ambaye ni mwandishi wa habari na vilevile mchambuzi wa siasa nchini Uganda,
ambaye anaanza na kusema jinsi hali ilivyo baada ya uchaguzi nchini Uganda. Na kinachoendelea Uganda, watu wametulia na matokeo yamepokelewa kwa hisia za mseto. Kuna wale wanaosherekea, kuna wale ambao wamehuzunika sana, na watu wengi hasa viongozi wa kidini wameshauri wale ambao wameshinda kuwa wanyenyekevu na kuhakikisha kwamba wasio wachoyo, na wale ambao wameshindwa basi wakubali kushindwa, kwa sababu asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo sasa. Jeshi la taifa na jeshi la polisi wanaendelea kuhakikisha kwamba wanaimarisha usalama kwa ajili ya kulinda watu na mali zao. Lakini kwa upande mwingine pia tumeona matamshi ya mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba akitangaza kwamba ikiwezekana tamkamata Bobi Wine. Lakini pia Bobi Wine mwenyewe amesema kwamba anasumbuliwa na kwamba yupo kizuizini. Labda kauli hizi kutoka kwa mkuu wa jeshi pamoja na kiongozi wa upinzani zinaiweka wapi Uganda kiusalama na kiamani baada ya uchaguzi huu ambao Rais Museveni ameushinda? Na kauli zake mkuu wa jeshi nchini Uganda na Mheshimiwa Robert Kyagulanyi kwa kweli si mara ya kwanza. Hizo kauli zimekuwepo hadi kabla ya uchaguzi. Hawa ni marafiki wa zamani, yani inajulikana kwamba Bobi Wine alipojitinga katika masuala ya siasa, yani akigombea kiti cha ubunge, alisaidiwa sana na Jenerali Kainerugaba. Kwa hivyo ni watu ambao wanafahamiana huko nyuma. Waswahili wanasema wapemba hujuana kwa vilemba. Lakini ndio lazima tufahamu kwamba huu rafiki umeingia katika hatua ya uhasama, na wao wenyewe wanajua jinsi watakavyo utatua, lakini kauli zao kiukweli ndio kidogo zinaweka wasiwasi, lakini si mara ya kwanza, na tunahisi kwamba zitasuluhishwa. Hizo kauli zitafanyiwa kazi ili zisije zikaweka nchi pabaya. Katika kauli ya Rais Museveni baada ya kushinda uchaguzi huu, alisema kwamba chama chake pamoja na yeye mwenyewe ameunga mkono na Waganda, na akatoa mfano wa kijana ambaye alitoa milioni 10 kuweza kusaidia uchaguzi wa Uganda. Kwa maoni yako kama Mganda na mfuatiliaji wa siasa za Uganda, unadhani ushindi huu umetokana na ule utashi wa wananchi katika serikali ya Museveni, ama ni kwa sababu pengine kama ambavyo wapinzani wamekuwa wakisema kuna shinikizo fulani? Labda kwa maoni yako ama kwa tathmini yako unazungumzaje swala hilo? Ushindi wake Rais Yoweri Museveni na chama tawala umesababishwa mambo mengi. Hatuwezi kusema kwamba ni utashi, hatuwezi kusema kwamba umeshinikizwa peke yake, lakini ni mambo mengi. Jambo la kwanza ni hulka yake Rais Yoweri Museveni, ambaye sasa hivi watu wanamwangalia kama baba wa mapinduzi, baba wa taifa, na yeye mwenyewe hupenda kujiita babu na wafuasi wake kuwaita wajukuu wake. Kwa hivyo hiyo hulka yake kidogo inamletea watu, ni mtu ni mwepesi wa kusamehe. Kwa upande mwingine tunaweza kusema kwamba upinzani mara hii ulitengana mno, hawakuwa na ule ushikamano, hawakuwa na umoja ambao ungewasaidia kunyakua viti zaidi vya wabunge na vile vile kuhakikisha kwamba wanajimarisha. Ya tatu, Rais Yoweri Museveni ana wahisani wengi, wale ambao walijitokeza kufadhili kampeni. Siku hizi Afrika kujiingiza katika masuala ya siasa lazima uwe na hela. Sasa hivi unahitaji hela za kuchapisha picha, hela za kufanya kampeni redioni, televisheni, hela ya kuandaa mikutano ya siasa, hela ya kutembea kokote, hela ya kulinda hata kura zako. Hayo yote ni mambo ambayo yanafaa. Na jambo lingine ni swala la mfumo wa siasa ambao tumo, mfumo wa uchaguzi ambao unaona kwa kweli unamsaidia sana na kumfaa sana rais na viongozi ambao wako madarakani. Kwa hivyo pia hiyo imempa nafasi kubwa sana Rais Yoweri Museveni na chama chake kushinda uchaguzi. Ushindi wake Rais Yoweri Museveni na chama tawala umesababishwa mambo mengi. Hatuwezi kusema kwamba ni utashi, hatuwezi kusema kwamba umeshinikizwa peke yake, lakini ni mambo mengi. Jambo la kwanza ni hulka yake Rais Yoweri Museveni, ambaye sasa hivi watu wanamwangalia kama baba wa mapinduzi, baba wa taifa, na yeye mwenyewe hupenda kujiita babu
na wafuasi wake kuwaita wajukuu wake. Kwa hivyo hiyo hulka yake kidogo inamletea watu, ni mtu ni mwepesi wa kusamehe. Kwa upande mwingine tunaweza kusema kwamba upinzani mara hii ulitengana mno, hawakuwa na ule ushikamano, hawakuwa na umoja ambao ungewasaidia kunyakua viti zaidi vya wabunge na vile vile kuhakikisha kwamba wanajimarisha. Ya tatu, Rais Yoweri Museveni ana wahisani wengi, wale ambao walijitokeza kufadhili kampeni. Siku hizi Afrika kujiingiza katika masuala ya siasa lazima uwe na hela. Sasa hivi unahitaji hela za kuchapisha picha, hela za kufanya kampeni redioni, televisheni, hela ya kuandaa mikutano ya siasa, hela ya kutembea kokote, hela ya kulinda hata kura zako. Hayo yote ni mambo ambayo yanafaa. Na jambo lingine ni swala la mfumo wa siasa ambao tumo, mfumo wa uchaguzi ambao unaona kwa kweli unamsaidia sana na kumfaa sana rais na viongozi ambao wako madarakani. Kwa hivyo pia hiyo imempa nafasi kubwa sana Rais Yoweri Museveni na chama chake kushinda uchaguzi. Na mwisho kabisa, Bwana Akolo Amazima, Rais Museveni sasa anaitawala Uganda kwa takriban kipindi cha miaka 40 kabla hujaongeza muhula huu. Nini mustakabali wa Uganda ambayo tumeiona ikiwa na amani ya kutosha kabisa katika kipindi hicho? Nini mustakabali wa Uganda baada ya kuondoka Rais Museveni, kwa maana kwamba kwa vyote vile utawala wake utakuwa na mwisho? Na kwa sasa hivi unaichukuliaje Uganda bila Museveni? Je, kuna mtu mwingine ambaye anamuandaa? Kwa sababu hapo awali kulikuwa kumetokea tetesi kwamba kijana wake anamuandaa. Kwa maoni yako, unaichukulia vipi taswira ya nchi ya Uganda baada ya Museveni? Uganda itakuwepo hata baada ya Museveni kuondoka, lakini usalama na amani nchini Uganda baada ya Museveni itategemea jinsi atakavyoondoka madarakani. Akiondoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake hatamu za uongozi kwa amani, Uganda itaendelea kuwa na amani. Na akiondoka madarakani kwa nguvu kama ilivyotokea miaka ya nyuma, ambapo hapa nchini Uganda watu huondolewa kwa nguvu madarakani, kwa hivyo mustakabali wa Uganda utakuwa na mashaka. Kwa suala la kusema anamwandaa kijana yake, hiyo tetesi ipo na matarajio hayo yapo, kwa sababu nchini Uganda watu wenye historia na tajriba ya jeshi ndio wanakuwa na nafasi kubwa ya kuingia madarakani na vile vile kusalia au kudumisha hayo madaraka. Kwa hivyo naona kwamba kwa sasa Jenerali Kainerugaba ni mojawapo wanajeshi nchini Uganda ambao wamenolewa sana. Amesoma masuala ya jeshi zaidi sana, ameenda Marekani, ameenda Uingereza, amesoma kosi nyingi na sasa hivi ni jenerali. Kwa hivyo haya yote yakiangaliwa, na pia ana vuguvugu la siasa la PLU ambalo ni la vijana, na hao vijana kwa kweli wamesaidia sana kuhamasisha vijana wengine waliokuwa upande wa upinzani kumuunga mkono Rais Yoweri Museveni na chama chake NRM. Kwa hivyo hayo yote yakiwekwa pamoja, kuna dalili kwamba labda yeye huenda akawa anaandaliwa na yeye mwenyewe kujiandaa kumrithi babake. Naam, ni mwanahabari Silvanus Karemera akihitimisha mazungumzo na mchambuzi Akol Amazima akiwa Kampala. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge msikilizaji, yani subscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Vilevile kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Redio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Tutupia jicho kidogo pia tusikilize wasikilizaji wetu wanasemaje
Na washukuru sana. Hapa namuona mwanadada Miriam Kayozi anasema yuko mjini Kampala, na anashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa wamekuwa na amani kipindi hiki cha uchaguzi licha ya kwamba kumekuwa na misukosuko mingi. Shukran sana Miriam, unasema unatusikiliza mubashara ukiwa hapo Kampala. Tusonge mbele ambapo minong'ono kuhusu mapendeleo katika kipute cha AFCON pia ilifika fainali. Hii ni baada ya mchuano wa fainali kati ya Senegal na Morocco kugubikwa na utovu wa nidhamu kutokana na kile kilichoonekana kama mapendeleo. Sasa asasi za uchunguzi wa FIFA na CAF zimepewa jukumu la kubaini kiini cha msukosuko uliotokea uwanjani wakati wa fainali kabla ya kuchukua hatua. Nampisha Gabriel Ingubu akizamia taarifa hiyo. Shirikisho la kandanda nchini Morocco, Royal Moroccan Football Federation, limetangaza kwamba litafuatilia kisheria hatua ya timu ya Senegal kutoka uwanjani kabla mechi kutamatika. Hili lilitokea baada ya wachezaji wa Senegal kulalama kwamba muamuzi alikuwa anapendelea Morocco. Katika muda wa ziada, dakika ya pili ya kipute cha fainali ya AFCON, Senegal walipata bao kupitia Ismaila Sarr, lakini refa alikataa kwamba beki wa Morocco Achraf Hakimi alicheza visivyo kabla bao hilo kupatikana. Dakika ya mwisho ya muda wa ziada, Brahim Diaz wa Morocco anayepepeteka bumbu na Real Madrid alipigwa kaba ndani ya kijisanduku ambapo refa alikuwa amepuzulia, lakini baada ya shinikizo na kupitia ushahidi wa VAR, Morocco walipewa penalti, na hapo ndipo urembo wa AFCON ulizeeka. Kwa dakika 16, wingu la malumbano, matusi, ngumi na susa ulikubika uwanja wenye ulikuwa na urembo na sura halisi ya AFCON. Baada ya utulivu kupatikana, Diaz alipewa haki yake, lakini kama isemavyo, mtoto akacheza na shilingi karibu na tundu la choo, kwani mlinda lango wa Senegal Edouard Mendy anayenyakia Al Ahly ya Saudi Arabia alinyaka penalti. Baadaye Senegal walizamisha matumaini ya Morocco kubaki na kombe kwa kuwalaza bao moja bila jawabu. Sasa Morocco wanadai Senegal kusimamisha mchezo kwa dakika hizo ulipotoka nje kulichangia matokeo hayo. Rais wa shirikisho la kandanda duniani Gianni Infantino aliyekuwa amehudhuria mechi hiyo alitangaza kwamba hatua kali itachukuliwa na hatutawahi shuhudia tena kisanga cha namna hiyo mchezoni. Vilevile CAF imetoa kucha zake na kusema inatazamia kuchukua hatua za kisheria baada ya uchunguzi. Hata hivyo, Senegal kwa upande wao kupitia shirikisho la soka nchini humo, Senegalese Football Federation, wanadai walitoa lalama zao mapema kwamba wachezaji na maafisa wao wapo kwenye hatari. Katika malalamishi yao walilalamikia kuhusu hoteli, viwanja vya mazoezi na mapendeleo ya tiketi kwa mashabiki wao. Kwa mapana kuhusu swala hili nimesema naye Saleh Musato wa Mwabi kutoka Kinshasa. Shirikisho la kandanda ulimwenguni linafaa kuingilia mizozo ya kandanda katika mabara mbalimbali. Kwa mara moja nasema ndio, na kwa mara nyingine nasema hapana. Ndio kwa namna gani? Tuseme kwa kuanza soka ya nchi tuliona hapa kwenye finale ya Senegal na ekipe ya Morocco. Ni kweli unaona kosa ambayo Senegal ilifanya mbele ya macho ya president wa FIFA. Alikuwa ndani. Na pale FIFA inaweza intervenir d'une manière directe, donc inaweza kuwa oui. Tuseme aussi problème ya Kongo. Uliona Kongo kulifikia wakati moja kulingia shida ya uongozi wa wani wetu wa Fekofa. Ilibidi mpaka CAF kaingilia kati, ilikosekana. FIFA nayo pour le moment ikanome Konoro ambaye anaongoza kwa sasa kabumbu ya Kongo. Donc FIFA doit intervenir à la dernière minute kuona wenyewe wako organisateur ambao walipewa nafasi hawakupata muda wa kuorganize mzuri maelection yani pale FIFA ile intervenir. Aussi par rapport ya match ya Senegal sasa vitu tunaingilia kwa kati, ukiangalia mzuri FIFA le fait que organisateur alikuwa ni CAF ndio takamata maamuzi kufuatana yenyewe aliona. CAF imetangaza kuchukua hatua kali baada ya uchunguzi. Kwa maoni yako, tutazamie nini kama adhabu kwa Senegal? Kote wa Senegal iko makosa makubwa sana ambao hata CAF meme FIFA haiwezi funga macho kwa ile kosa ambao walifanya. Meme wafanye recours, watalikota kwa makosa. Na kote wa Senegal hakibatika hiyo makosa, maana kuambia iko ndani bata mususpendre ndo wa mwaka mzima. Hakocha ekipe hata moja. Ile inapasha kuwa kususpension ya kocha wa Senegal. Pili, njia wachezaji. Wale wachezaji ambao waliingia mu vestiaire
banapasha wapinire kwa kurate au moins 4 match za kuja nyuma kwa ajili ya kutoka kwenye uwanja kuingia kwenye matakwa yani ya kocha na kutoka nje ya uwanja. Hapo nao wanapaswa vraiment kuwa pini. Wa Senegal wanapaswa kuwa dine par, wanapata sanction kubwa ya amande na disqualification à la prochaine CAN. Donc CAN ingine ijayo hawezi wakacheza. Plani Loya Kabumbu kuna rigeri zake ambazo vraiment ukiziangalia ziko nguvu sana. Mwe mnaweza mnafanya kitu mmoja sawa vile mnapendezesha taifa lenu, kwa mara nyingine mnaenda kuiangusha taifa ndani ya shimo. Donc Senegal iko na risk ya kupigwa mamande mingi sana na inapaswa kuwa disqualifié ku prochaine edition ya CAN. Gabriel Ingobo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika Michezo. Kinyang'anyiro cha kombe la mataifa barani Afrika kimekamilika baada ya timu 24 kushiriki. Senegal na Morocco zilisalia ishara ya ubora wa timu hizo. Kisha Senegal ikaibuka kidedea. Kipute hiki kinaingia katika historia ya mchezo huo kutokana na maandalizi kabambe na ufanisi wake. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anahoji kuwa Ngarambe yenyewe imeiweka Afrika kwenye ramani ya mchezo huo ulimwenguni, na ushindi wa Senegal ni ushindi wa bara zima. Kulikuwa na mbwembwe na sarakasi si tu za miguu iliyocheza mpira, bali pia hisia, heshima na hadhi ya bara zima. Fainali ya kombe la mataifa ya Afrika iligeuka kwa jukwaa la majaribio uvumilivu wa Afrika pale Senegal ilipoibuka kifua mbele kwa kuinyuka Morocco wenyeji kwa bao moja bila jawabu. Lakini ushindi huo haukuja kwa urahisi. Katikati ya mivutano mikali, goli la Senegal lilikataliwa, alilozua ghadhabu na sitofahamu. Ndipo tukashuhudia tukio lilokuwa karibu kulitia doa tukio hilo adhimu. Wachezaji wa Senegal wakaondoka uwanjani kwa maandamano ya kimya, wakati Morocco ikipewa mkwaju wa penalti. Kwa muda mfupi, hofu ikatanda. Je, Afrika ingejidharau mbele ya macho ya dunia? Ingekuwa aibu kubwa si kwa Senegal pekee, bali kwa Afrika wote, kama mchezo ungekatizwa kwa hasira badala ya hekima. Lakini ndipo historia ikamchagua shujaa. Sadio Mane, si tu nyota wa Senegal bali pia mzalendo wa Afrika, aliinuka juu ya jazba za ushindani. Kwa sauti ya utulivu na busara aliwarai wenzake kurejea uwanjani. Wakamaliza kipute hicho kwa heshima na nidhamu. Katika kitendo hicho, Mane hakulinda tu ushindi wa timu yake bali alilinda sura ya Afrika mbele ya ulimwengu. Kwa ujumla, AFCON hii ilikuwa ushahidi kwamba Afrika inaweza na inajua kuandaa mashindano ya kiwango cha dunia. Maandalizi yalikuwa bomba, viwanja vilikuwa vya hali ya juu, barabara zilikuwa laini na miundombinu kwa jumla ilionyesha uwekezaji wa maksudi na maono ya muda mrefu. Ufanisi wa kiufundi uliambatana na ufanifu wa kiutawala, nidhamu, usalama na ratiba vilisimamiwa kwa ustadi. Zaidi ya mpira, AFCON ilikuwa tamasha utamaduni wa Afrika, muziki, rangi na shangwe zilizoonyesha umoja katika tofauti. Ilikuwa ni Ngarambe iliyothibitisha kuwa bara hili lina uwezo wa kujisimamia, kujivunia na kujitangaza bila kuomba ridhaa kwa yeyote. Sasa macho yanageuka Afrika Mashariki, waandaaji wa kipute kijacho. Changamoto ni kubwa na swali ni zito. Je, wataweza kudumisha viwango hivi au wataboresha zaidi na kuweka alama mpya? Historia haisamei uzembe. Kazi ipo mezani, muda unakwenda na bara zima linaangalia. Kwa Afrika Mashariki, huu si mtihani wa mpira pekee, ni mtihani wa uwezo, maono na uongozi. Tuna redio wa shirika Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi karibuni tutatua hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika barabara. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi za Maziwa Makuu au Afrika ya Kati. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.